Ligi kuu tunarudi sasa nyumbani hapa Tanzania baada ya ligi ya kimataifa hiyo kusimama kidogo kwa muda mfupi kwa ajili ya kupumzika kidogo, kwa sababu mambo yalikuwa ni hot, mambo yalikuwa ni ya moto sana, na tunarudi sasa nyumbani. Nini unakiona? Mtaendelea kuwa pale kileleni kwa sababu mmepishana kidogo, lakini pia wenzenu bado wanadaiwa, wenzenu bado wana kiporo. Mtaendelea kuwa hapo juu mnavyojiona wenyewe? Mtaendelea kuwa hapo juu au kama walivyoambia wenzenu kwamba hiyo ni ya kwetu na tushikia tu piko kilele? Labda nikuambia kitu ndugu mtangazaji, sisi kama Yanga Afrika kama nilivyokuambia ni timu ambayo ina malengo makubwa sana Tanzania. Ukizungumzia ligi ya NBC, sisi kama Yanga Afrika tunajua tunaichukuaje. Tunajua tunaichukuaje. Na tuichukui kwa maneno, hatuchukui kwa bahati mbaya. Tunachukua kwa maandalizi ambayo tunayafanya kuanzia wanachama, washabiki na viongozi wetu. Ukiangalia sisi kama Yanga Afrika tulianza vibaya katika mchezo wa kwanza. Tukatoa sare na Mbeya City, lakini mwisho wa siku timu imesharudi kwenye ubora wake. Hivyo wewe kuambia kitu kimoja, sisi leo kama tumevuna alama 4 kule timu kubwa barani Afrika, kama tunakuja kucheza mchezo wetu unaofuata na Prison ya Mbeya, utakuwa mgumu, lakini Yanga Afrika tunahakikisha tunachukua alama 3 kwa sababu ndio wakati wetu sio wa kujidai, pressure shaisha. Yaani bora tunacheza na wale mechi tunacheza mechi kubwa, lakini tunajua tunamalizana na hawa ili kurudi kwenye msimamo wa ligi kuu. Kwa hiyo nina imani timu zipo ambazo ligi kuu zimejipanga, lakini Yanga Afrika katika michezo hii miwili ambayo iliyokuepo Prison na Coast tunachukua alama 6 bila shida na tutahakikisha tunarudi kileleni. Kipi kinachokupa ufanisi hasa kusema kwa sisi tunabaki kwa kileleni na hatutoshuka? Sisi tuna timu ndugu mtangazaji. Yaani utake usitake, Yanga Afrika ina timu. Yaani kwa Tanzania kuzungumza Yanga Afrika, sisi tuna timu kabisa. Hatuna timu ya kuchovya. Tuna timu ambayo imeandaliwa kiufanisi kabisa. Kufungwa ni matokeo ya mchezo. Mbona tutaka siku tutafungwa, hata kama tuna timu mbovu. Lakini nina imani kwa mwana Yanga yote au mpenda mpira anajua kabisa Yanga ina kikosi bora. Yanga kwa sasa imeleta mwalimu bora ambaye moja kwa moja kwa mtu mpenda mpira ametuonyesha kwamba ni mwalimu ambaye kweli ni mwalimu mkubwa, ameshaibadilisha Yanga kutoka katika kucheza mpira laini imekuja kucheza mpira mgumu. Mimi sikufichi, ukiangalia mechi zote mbili ambazo mwalimu amecheza hizi kubwa, ni mtu ambaye ameonekana na mbinu, anajua kufundisha. Kwa sababu hata mchezo wa jana uliona dakika 45 aliambiwa wachezaji fungukeni, sawa? Dakika 45 turudi chini. Tuangalia Waarabu wanakuja, tulipata alama 1. Kweli ligi kuu ya NBC ndio ligi ambayo inakupa heshima ili uende klabu bingwa. Inakupa heshima ili uende klabu. Na ndio maana hata kuja kundi letu tumecheza pale. Umeona bingwa sisi ndio sisi tumetoka Tanzania na ndio timu ambayo imefanya vizuri. Kwa hiyo uwezi kukosa ubingwa nyumbani kwenu ukasema mimi naangalia klabu bingwa tu. Bwana atakao uchukue ubingwa hapa, uwe bingwa kwa kupambana, uwe bingwa. Alafu kuhakikisha ligi ya mabingwa. Ili uwe bingwa atakao uwe bingwa. Ili uwe bingwa uwe bingwa kwa sababu ukaenda kule unataka kuhakikisha mabingwa Afrika. Hizi kanuni za kusema hapa za timu 3, timu 4 zipo kwa sababu sio za kujivunia. Kwanza pambana nyumbani kuwa bingwa, alafu nenda kacheze klabu bingwa. Vita ya namba. Tumeona vita ya namba siku ya jana pale kati ya Shabalala Usezimbo pamoja na Shadrack Boka. Tumeona Shadrack Boka kidogo kama sasa hivi alivyoingia ameingia na power ya kipekee. Nyinyi kama mashabiki mnarudi sasa huko ligi kuu. Mnaona kabisa katika hiyo vita ya namba kama ukiambiwa wewe uende na nani labda hapo kwamba acheze mchezaji mmoja kati ya Shadrack Boka na Usezimbo. Nadhani kikubwa kwamba sitomkosoa mwalimu wangu. Unajua hii michezo ina utofauti kama nilivyokuambia kwamba ukimwangalia Shadrack Boka ni mchezaji mzuri sana akiwa anakwenda mbele kushambulia, lakini kurudi anachelewa. Mohamed Hussein ashakuwa mzoefu sana mashindano makubwa mpaka ya ndani. Ni kitu ambacho alikuwa anajua moja kwa moja kama Mohamed Hussein anakuja Yanga Afrika akaonyesha kiwango kile ambacho alikionyesha Simba. Alikuwa anajua ataanza kwa sababu gani? Ni mchezaji ambaye anakupa kila kitu kwamba anajua muda huu wa kushambulia, muda huu wa kuzuia, hata utimamu wa mwili. Naweza kusema kwamba yule bado kijana, huyu bado ni mtu mzima, lakini bado mtu mzima anaonesha moja kwa moja kwamba kuna kitu anakuofa kuliko huyu. Lakini mwisho wa siku ndio maana kikosi kipana, huwezi kuanzisha wote. Kwa mfano kama si Yanga Afrika tukisikia Shabalala anaumwa, hatuwezi kuwa na pressure. Tunajua moja kwa moja Shadrack Boka yupo. Hapa ni Shadogo kumesema kijalia akirudi ataula kwasi, najua tunazidi mwenda tuna ataula kwasi yao. Ni timu ambayo unakuta moja kwa moja imebalance. Sio kwamba timu mtu akipata majeraha siku moja mashabiki mnaanza kuwa na woga, mnaanza kuwa na kiwewe. Unamaanisha kama Clement Mzize sasa hivi anaumwa, hamna pressure yote kwa sababu yupo badala wake. Majibu si tunayaona kwa sababu timu ishacheza mechi 2 naye akiwa hayupo timu imepata matokeo, lakini tunamuombea apone haraka kwa sababu aje pale tulipoishia zake naye aje kuongeza ili timu yetu izidi kuwa bora zaidi. Na imani kwa ligi ya NBC msimu huu tena Yanga Afrika tunabeba kombe. Hatubebi kwa maneno, tunabeba kwa mipango. Baada ya wao kukaa pale juu kileleni, wamebandika kila sehemu, kila mtaa wamebandika ile chati ya ligi kuu kuonyesha kwamba wao wako juu, wanasema wahenga wa Kariakoo hawatoamini. Nasema hivi, ukiona timu yoyote imekaa kileleni, hesabu michezo ya Yanga Afrika.
Ukiona hivyo Yanga haijacheza. Hatuwezi kuwa michezo sisi sawa ya Kitanzania, alafu tuje Kitanzania iwe kileleni. Atakuwa maajabu ya dunia hayo. Yaani hata kama maajabu ya dunia. Ala bali kuambia. Yanga mchezo 7, Tanzania mchezo 7, Tanzania akaijua Yanga. Sidhani kama kitu kinatokea katika nchi hii. Kwa sababu ni timu ambazo kujitafuta. Mimi nakwambia, hao waliojitapa leo mwishoni watakuja kugombea kushuka daraja. Je, Yanga ushaje kusikia na kama inafanya kugombea kushuka daraja? Kila siku Yanga Afrika inatafuta ubingwa. Yaani Yanga kila siku inatafuta ubingwa. Kwa hiyo waache watambe, mwisho wa siku sisi tunarudi tarehe 2 na tarehe 7 tunakwenda kufanya majambo. Tunarudi kileleni kwetu. Hata hao majelani wanaosema hao wanaongoza ligi kwa sababu hawajacheza michezo tujacheza. Tuna imani tumekaa kileleni kwa sababu tutacheza nao. Wao tutawafunga, tutaganda kileleni mpaka ligi inaisha. Hata mchezo ambao mtakaocheza nao mna uhakika asilimia zote kwamba sisi kwa timu tuliokuwa nayo sasa hivi na wale watani zetu, yaani wale watake wasitake, tutawafunga tu. Watajipanga nje ya uwanja, watafanya kitu, tutawafunga tu. Kwa sababu sisi tuna uwezo wa kutoa timu ya leo ikacheza kesho, ikacheza kesho kutwa. Wameahidi kutokuwa tena wateja, lakini tutawafunga tu. Hakuna mechi waliokubali wale. Hata hizo 6 tuliwafunga hawajakubali. Walilazimishwa. Na tutawalazimisha tena kuwafunga. Kwa sababu sisi tunalazimisha wale. Hivi ndugu wale wanalazimishwa. Hivyo tutalala kama wenyewe wanataka. Hawataki. Hawataki. Sisi tunalazimisha. Sisi tunalazimisha. Yaani nikwambie si katika mechi ambayo ya Mpanzu. Tunasema Mpanzu huyu anomtukana. Wanaosema huyu Yanga, yule Mpanzu, amecheza mechi ngapi Mpanzu? Kwa nini unasema Yanga? Kwa sababu anakosa magoli. Lakini akifunga wanakataa kwamba aseme kwamba huyu amefunga goli Yanga. Mimi nikwambie kitu kimoja ndugu mtangazaji kwamba yaani utake usitake, mimi katika timu ambayo nimeiangalia msimu itakuja kutusumbua tena, Azam FC. Azam itakuja kutusumbua tena kwa sababu timu ambayo inaonekana ina quality kweli kweli. Yaani na timu ina fiziki kweli kweli. Hata kukutana na Yanga ile unajua usiku kitapigika kweli. Kwa sababu ya Azamu ya kupepea kitu kwa tunagawana alama. Ya kupepea na gana alama. Na jana umeona? Nimeona, ndio maana nakwambia hivyo. Nimeona Azamu jana amepambana. Alifungwa kwa bahati mbaya. Bahati mbaya. Yaani uzuri mpira ndio mbaya ndio ile. Maana kwa sababu hii timu kuna kitu inakitafuta. Lazima tukubali kwamba Azamu jana amecheza mpira ambao moja kwa moja huu ni mpira mashindano ya CAF. Lakini mwisho wa siku alichokipanga Mungu ndio wamekipata wale jamaa. Lakini Azamu ni timu ambayo ninajua siku na Azamu FC kitapigika kweli. Kitapigika kweli. Yaani tunatujiandae wale kama tuta klabu bingwa. Tuhakikisha wanachukua alama 3 kwao kwa sababu Azamu ishakuwa kawaida. Wanachukua 3, tunachukua 3 mabingwa tunakuwa sio. Umeelewa? Kwa hiyo hilo halina shida. Lakini kwa Azamu kuliko Simba. Mimi nawaheshimu Azamu, siwaogopi. Ila ninawaheshimu Azamu kwa sababu timu ambayo imetuonyesha katika misimu yote minne tumechukua ubingwa. Hatujachukua alama 6 kwao. Lakini kwa majirani zetu tunachukua 3, tunachukua 4 kila mwaka. Wakubwa wenzenu? Kwa kubwa kwenye makaratasi, kwenye pichi sio wakubwa wenzetu. Klabu bingwa ndio unaijua zaidi ya Yanga. Hivi kwenye pichi sio wakubwa wenzetu, ila kwenye makaratasi wakubwa wenzetu kwa sababu 35 kwa 36. Lakini kwenye pichi misimu hii tumeshawaacha. Mtani anaweza kufunga mechi 6 mfululizo. Sisi Yanga tunajitafuta wakati huo timu ya bakuli. Hakuwahi kutufunga mara 6. Lakini wao watajiri wao wanasema watajiri wao tunawapiga hivyo hivyo. Maana yake nini? Tumeweka timu ambayo inaanzia kujijenga kuanzia chini. Hakuna mpira ujanja sasa hivi. Lazima muanze chini, muende juu. Mkitaka kuanza chini, muende juu ndio haya yanatokea. Kila siku wanaambia fanyeni hili, fanyeni kwa sababu wao wanataka kwenda mbele kabla huko nyuma hajajenga. La mwisho lakini afisa habari wa tawi hili la Mzinga, la mwisho kabisa, kesho kuna mkutano mkubwa sana kati ya wana Simba wenyewe kwa maana ya mashabiki, viongozi, lakini pia kesho hiyo kuna mchezo wao mkubwa pia wanacheza pale nchini Mali. Unahisi ilikuwa ni wakati sahihi siku moja kufanya matukio mawili? Ndo umeniuliza swali zuri sana. Yaani nilijua kama utaondoka hapa bila kuuliza hilo swali. Ndio utapokujua kwamba kujua uongozi wa Makolo una shida maeneo hayo. Hivi wewe timu yenu mnakwenda kutafuta alama 3 za klabu bingwa barani Afrika. Mna majambo mawili yote muhimu. Mna jambo la kubadilisha katiba, mna jambo la kutafuta alama 3. Ina maana hao kwenye kalenda wa kuona kwamba siku ya Jumapili Simba atacheza kwenye wakiwa ugenini. Hivi wao lengo lao ni nini? Kama timu yenu unajua kabisa inacheza mechi ngumu. Ina maana kule wamempeleka nani? Ahmed Ally au mpeleka Matola peke yake. Angalia uongozi wa Yanga. Wajumbe wote wapo kule. Huko mkutano angalia uendesha nani? Ndio juu hawa wamepotea. Na hawa hawezi kukaa sawa bila kuwasema sisi. Sisi tunasema kweli ili wakae sawa tuje kushindana. Wasendeshe mpira kizamani uje. Yaani wewe unajua kabisa tuna mkutano mkuu Jumapili. Wewe unacheza Jumapili. Viongozi wanajigawa vipi? Na maana kuna wengine huko wanatafuta ugali wao, mpaka huku kwenye uongozi huko wanatafuta ugali wao. Maana wanashaanza kugombana. Wengine wako pembeni, wengine wako ndani. Mpaka wengine anaambia huko na wengine ndani, akili zao sio mzuri. Ina maana ule ni ugali. Anasema kuna majasusi wanatoa siri zao. Ule ugali. Kama timu haina umoja utatoka tu siri. Kama timu haina umoja, siri zitatoka tu. Kama timu haina siri zitatoka sababu sisi tuna umoja sasa hivi, ndio maana siri hazitoki. Sawa, tuweke nukta hapo. Kama siri kama timu ina umoja
siri haiwezi kutoka. Haiwezi kutoka. Kama timu haina umoja, siri itatoka tu. Hiyo ndo nukta. Hiyo ndo nukta yangu. Yaani kama timu haina umoja, siri zitatoka tu. Timu ikiwa na umoja, haiwezi kutoka siri kwa sababu naongea lugha hii moja. Afisa habari wa tawi la Kongowe Kongowe Mzinga, wakali wa Mzinga, anaweka nukta hapo kuwa kama timu ina umoja basi siri haiwezi kutoka. Kwa hiyo timu zetu zote za Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, umoja ni kitu muhimu sana. Mimi naitwa Khairi Mpinga Shari na hii ni Hot Busy. Asante kwa kuendelea kutugea thamani kila itwapo leo. Shukran.